Giving up in this life is never an option. You can't give up because the Lord is very faithful, the Lord is so gracious. Wapendwa wa dhamana, nimeshukuru Mungu sana, nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Mungu ametuwezesha, ametuhifadhi, ametufikisha siku ya leo. Si kwa sababu sisi tuko na uwezo, si kwa sababu ati sisi ni wazuri ama sisi tumetenda kitu kizuri mbele za Mungu, lakini tu ni kwa neema zake, kwa rehema zake, kwa upendo wake mwingi. Ametuwezesha, ametufikisha siku ya leo. Nimeshukuru Mungu sana na nashukuru Mungu sana sana. Amenisaidia, ameniwezesha, amenileta tena ili niwapee neno lake. Nashukuru Mungu ametuwezesha, and today I am here again to speak with you, to share with you the love of God, the word of God in your life. I really thank God very much for this day, beloved people, because God is so faithful, the Lord is so gracious, the Lord is so loving, the Lord is so caring, the Lord is so kind. And the kindness of God means that now you should turn away from all evil, from all wickedness, and repent of all your sins and receive Jesus Christ as Lord and Savior over your life, and to turn away from the wickedness of this life. Hallelujah. Nashukuru Mungu sana, wapendo wa dhamana. Nimeshukuru Mungu sana, nashukuru Mungu sana. Kwa hivyo wapendwa, yale machache ambayo ningependa kuambia asubuhi ya leo ni ya kwamba inafaa sasa kila mmoja wetu mahali popote ulipo asubuhi ya leo ukapate kukua na msimamo thabiti, msimamo sawa na Mungu muumba wako, kwa sababu sisi tulikuja hapa na hatutaishi hapa milele. Sisi ni wapita njia, hatutaishi hapa milele. Tutaishi hapa kwa muda mfupi sana, kisha tutaondoka, na ni vizuri ukiondoka hapa duniani uondoke pamoja na Bwana Yesu. Uondoke kama wewe umeokoka, wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo, wewe ni mtu mwenye anatenda mema. Lakini ukiondoka hapa kama wewe ni mtenda dhambi, wewe ni mjeuri, wewe ni mkatili, wewe ni muovu, mpendwa, utaangamia jehanamu. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kumrudia Mungu, ni siku ya kuhakikisha ya kwamba msimamo wako na Bwana Yesu ni imara. Kwa hivyo mtu yoyote asiwadanganye na shetani. Usiruhusu shetani aingie katika maisha yako, apate makao katika maisha yako, kwa sababu wale wote ambao wamefungua mioyo yao shetani aingie ndani wataenda jehanamu. Hakuna kitu kizuri yenye shetani atakupea. Shetani atahakikisha tu wewe umeenda jehanamu ili upate kuangamia pamoja na yeye huko. Lakini Mungu anakupenda. Mungu amekupea nafasi nyingine asubuhi ya leo ukapate kuokoka, uache maovu, uache kumdhihaki Mungu, uache kumpendeza shetani. Mungu anataka kukuokoa. Mungu anataka uingie mbinguni, upate maisha bora katika ufalme wake mbinguni. Kwa hivyo usiwahi sikiza shetani katika haya maisha. Shetani atakupeleka jehanamu. Kuwa mtu mwenye natii Mungu, kuwa mtiifu mbele za Mungu. Wacha kumkejeli Mungu, wacha kujipendekeza kwa shetani, wacha kushirikiana na shetani. Shetani ni mbaya sana, atakupeleka jehanamu. Ni vizuri kila mmoja wetu tunapoishi hapa duniani tujue ya kwamba maisha hapa ni ya muda mfupi sana, na wakati wote unaweza kuondoka, kwa sababu hakuna mtu anajua siku yenye atakufa. Kwa hivyo unafaa kuwa unajitayarisha kumpokea Bwana Yesu atakaporudi kunyakua wateule wake. Unafaa kila siku uishi ukijiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Unafaa kila siku uishi ukimtumainia Bwana Yesu, ukimuhofu muumba wako, Mungu muumba wako. Hiyo tu ndio itakayo kukusaidia. Lakini haya maisha yenye watu wanaishi hapa, wamegeuka, wamekuwa majambazi, wamekuwa wakora, wamekuwa watenda dhambi sugu, wamekuwa ni watu walaghai, wanafanya usherati, wanauza miili zao ati wanataka kupata pesa, wanatafuta jinsi ya kuhikimu katika dhambi. Hiyo haiwezi kukusaidia.
Ni vizuri hata upate kuteseka hapa kwa muda mfupi, kisha baadaye upate maisha bora katika ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Hakuna faida yoyote yenye utapata hapa wakati unapoponda raha katika dhambi, alafu ni kwa muda mfupi tu, kwa sababu sisi hapa maisha haitadumu milele. Kwa hivyo, mpendwa wa dhamana, asubuhi ya leo, penda tu Mungu muumba wako. Hiyo tu litakusaidia, kwa sababu yote yatapita, lakini ni neno la Mungu litasimama. Ni wale tu ambao watakuwa wanamtii Mungu watapata kuokolewa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Mungu akapate kuwabariki sana, akawatendee mema, awe pamoja nanyi, akuwe nanyi siku zote. Na siku ya leo ujiandae kumpokea Bwana Yesu atakaporudi kunyakua watu wake, wateule wake, wafuasi wake, wale waliompenda. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to read the word of God that we have been reading. I will read in Kiswahili. Nataka kuwasomea neno la Mungu kwa dakika kidogo. Ayubu 5:8. Biblia inasema, lakini mimi ningemtafuta Mungu, ningemwekea Mungu dawa yangu, yeye afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu, yeye atoaye mvua inyeshe juu ya nchi na kuyapeleka maji mashambani, awainuaye juu hao walio chini, na hao waombolezao hukuzwa wawe salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kwa neno lake asubuhi ya leo. Kila mmoja tunafaa sasa tumfuate Mungu, tumtafute Mungu, kwa sababu yeye anafanya mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Mungu atakusaidia mpendwa, usikate tamaa, usikatize maisha yako, kwa sababu sasa umepitia mengi, kwa sababu umeona mengi, kwa sababu wapendwa wako wamekufa, umebaki ukiwa maskini hohehahe, mali imeenda, kila kitu imeenda, mifugo zako zimekufa. Sasa wewe umebaki tu ni mtu wa mashida, kila siku hauna furaha. Kuja uokoke. Okoka siku ya leo, wacha dhambi, wacha kumtendea Mungu maovu, atakusaidia. Mtafute Mungu, yeye ndiye ako na uwezo wa kukusaidia, kwa sababu yale ambayo ametenda hatuwezi kuhesabu. Wewe mtafuta Mungu, yeye ambaye anatenda makuu, mambo ambayo hatuwezi kuyahesabu. Anatenda miujiza. Mungu ni mkuu sana, yeye ni mwaminifu. Hakuna kilicho kigumu yenye hawezi tatua katika haya maisha. Mpendwa, usifanye moyo wako kuwa mgumu siku ya leo. Kumbatia wokovu, kumbatia utakatifu. Karibisha Yesu moyoni mwako, wacha kutenda dhambi. Mungu atakusaidia, atatembea pamoja na wewe, atakuwa Mungu mwema maishani mwako. Bwana Yesu apate kuwabariki sana. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asanteni sana kwa muda wenu. Asanteni sana. Mungu ametuwezesha, ametusaidia. Ninamshukuru Mungu sana kwa wakati huu ambayo ametuwezesha ili tukapate kushiriki neno lake, kwa kuwa yeye ni Mungu mwema wa siku zote. Yeye ni Mungu mwema siku zote. Yeye ndiye anasaidia waliofika mwisho. Yeye ndiye analeta faraja kwa wale ambao wanaomboleza, kwa wale ambao wamefika mwisho wa maisha, wale ambao wamefika mwisho na maisha. Ni yeye tu anaweza leta furaha tena katika maisha yako. Ni yeye tu anaweza leta faraja, anaweza kukufariji. Ni yeye tu anaweza kukupanguza machozi. Ni yeye tu anaweza kukuletea furaha. Kwa hivyo
Mkimbilie Bwana Yesu na kwa hakika siku zote hatakuacha, atakusaidia, atakuelekeza, atakuwa pamoja na wewe katika magumu, katika hali yote, katika hali yote ya maisha. Mungu ataendelea kukusaidia, ataendelea kukuhifadhi. Mungu ataendelea kukuzidishia neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa dhamana. Mungu awabariki, Mungu awe pamoja nanyi. Shalom.